Karibu katika sehemu ya pili ya mahojiano maalum na Askofu Ludovick Minde, askofu wa Jimbo Katoliki Moshi. Baada ya sehemu ya kwanza kugusia mambo mbalimbali kuhusu safari ya wito, maisha ya huduma na uzoefu wake ndani ya kanisa, katika sehemu hii ya pili Askofu Minde anaendelea kufungua moyo wake kuhusu masuala muhimu yanayogusa kanisa na jamii ya leo. Miongoni mwa mambo atakayozungumzia ni nafasi ya askofu ndani ya kanisa, kumbukumbu mbalimbali wakati aliongoza Jimbo Katoliki Kahama kwa miaka 19 na mengine mengi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Jioni njema. Kwa miaka 19 Askofu Ludovick Minde aliongoza Jimbo Katoliki Kahama na kwa miaka 6 ameliongoza Jimbo Katoliki Moshi. Je, ni kitu gani cha pekee Askofu Minde amejifunza katika kipindi chote cha utume wake kama padre na baadaye kama askofu? Waskofu kwa kweli ni kuchaguliwa kuhudumia wengine, kwa mtumishi wa wengine katika nyanja zote za maisha, na hapo si kazi rahisi hata kidogo. Kwa hiyo dhamana iko katika hapo, kukubaliwa utumishi, kukubali kuwahudumia watu Mungu anaoweka mikononi mwako, kuwapenda, lakini kufanya kazi hiyo daima tukiwa tunashirikiana na Kristo aliyetuita, hasa katika sala, hasa katika kuomba neema ya kuishi maisha ya sadaka kama Kristo mwenyewe, lakini hasa kuwa karibu na watu pia. Watu tunaohudumia ni msaada mkubwa sana Mungu alituwekea wa kutusaidia kuweza kusafiri katika safari ya maisha yetu ya wito. Wenyewe hatuwezi, tunaweza kwa wale watu tunaowahudumia. Wakishatambua kwamba kweli wewe ni wa Mungu, wewe ni wa kanisa, wewe ni wa kwao, wako tayari yani kutoa maisha yao kukusaidia wewe. Vitu vyao wanajifanya maskini, wanakosa hata kula kwa ajili ya kumletea askofu na mapadi wake. Kwa hiyo, lakini hiyo lazima ianzie kule kwenye jinsi ambavyo tunadhamini ile maana ya kuwa askofu. Ni mtumishi mkuu wa jimbo, ni mhudumu mkuu. Disemba 2 mwaka 2019 aliyekuwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francisco alimteua Askofu Ludovick Minde wa Jimbo Katoliki Kahama kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki Moshi. Je, taarifa hizi za uteuzi wa Askofu Minde alizipokeaje? Pale nilikataa. Sema hapa na mimi nataka kufa hapa. Nataka kufa hapa wapi? Sasa ni hivi, kuna mambo mengi hatuwezi kuyasema. Jimbo la Kahama pia hatukuwa na kanisa kuu. Tulijitahidi kweli, tukajenga kanisa kuu kwa muda mfupi tu. Watu wanasema kanisa kuu linajengwa kwa muda wa miaka 10, lakini sisi kwa muda wa miaka 8, kwa sababu sasa tunasema yani watu walikuwa wanatusaidia kwa namna ya ajabu ambayo unaona hapa sio mimi tu, ni Mungu anafanya miujiza. Tukajenga kanisa kuu nzuri sana. Kwa kweli kanisa kuu kama hata sasa hivi ni nzuri sana. Sasa unapojenga kanisa kuu kama askofu wa jimbo, kwenye utaratibu wa mapokeo ya kanisa Katoliki, unaweza kuzikwa kule. Yani kama yani hata ukifa ukiwa pale unazikwa pale. Hata ukifia nje unaweza kusema naomba nikazikwa kwenye ile kanisa lilojenga. Sasa sijafahamu hapa kwamba mtani transfer hapo mna mpango gani, lakini iko hiyo ni tradition, ni mapokeo ya kanisa. Sasa na mimi nilikuwa nimeandaa kaburi mkono wa kulia, si nimejenga kanisa kuu. Kwa hiyo nikasema mimi nakufa Kahama. Sasa nikaambiwa lazima nenda Moshi. Nikasema kwa kweli Moshi siifahamu. Na kwa kweli sinifahamu Moshi. Mimi nimekaa nje sana. Nimekuwa ni huko nje, pamoja na kwamba sikuwa misionari kama nilivyoomba, lakini sasa mnaona nimekaa padri kidogo tu, nimekuwa basi ni Moshi, na tena huko Moshi tu maana ni Sanyajuu miaka 2. Nimetoka nikaenda Kahama, sio Kahama, Shinyanga kwa muda miaka 3. Baba Mtakatifu anapokuja nikahamishwa kipindi hicho. Baba Mtakatifu anapokuja niko Kibosho kama mwalimu msaidizi kwenye mambo ya historia ya kanisa, lakini sasa sikukaa Kibosho. Baba Mtakatifu alipokuja hapa akiwa anapanda ndege hapa kwetu hapa Memorial,
alipokuwa anaondoka kwenda uwanjani, baba Askofu Lebulu wakati ule ndiye aliyekuwa rais wa maaskofu, akamwomba Baba Mtakatifu, akamwambia, Baba Mtakatifu wetu, tunajua kwamba ziara yako katika kanisa la Tanzania ilikuwa ni ya kichungaji. Je, ungeweza hata kuweka kama alama ya kumbukumbu kukubali mapadi vijana wakaja kusoma Roma ili tuweze kupata walezi, maana tuna shida ya walezi. Baba Mtakatifu akamwambia inawezekana. Baba Askofu by then alikuwa askofu mkuu, alikuwa askofu wa kawaida tu, baba askofu kwa sana. Akamwambia kama wangapi? Akamwambia kwani mimi nataka ngapi? Akamwambia kama 5 hivi bla bla. Baba Mtakatifu akamwambia sawa. Kwa hiyo tukachaguliwa vijana 5. Wakati huo mimi nilikuwa ni padi wa miaka 5, miaka 34 wakati ule. Kwa hiyo nikaitwa sasa, ndio nimeenda Kibosho tu seminarini, nikaambiwa nijiandae kwenda Roma. Akachaguliwa mwingine kutoka jinsi Baba Mtakatifu alikuwa anazunguka, walichaguliwa hivyo hivyo kwenye zile kanda. Akachaguliwa mwingine wa kule kusini, maana alienda Songea. Akachaguliwa mwingine wa sehemu za Tabora, alikuwa ametoka jimbo la Kigoma, maana alikwenda wapi? Alikwenda Tabora. Akachaguliwa mwingine kutoka ukanda wa Waziwa, maana alikwenda Mwanza. Akachaguliwa mwingine kutoka Moshi, kutoka ukanda wa kaskazini, ambaye ni Baba Koda. Sasa mimi kwa kweli sijui nilichaguliwa kwa sababu gani, kwa sababu kanda zote zilikuwa zimeshapata watu. Mimi nikaitwa Kibosho, nikaambiwa nijiandae kwenda Roma. Sasa nikaenda Roma, nimetoka Roma, nimeenda Segerea kufundisha, nikatoka Segerea kufundisha. Yaani huko nafundisha na huko ni msaidizi wa mkuu wa shirika, na huko sijui ni nani. Nikatoka huko nikaenda Kahama, nikatoka sasa nisifahamu Moshi. Unaona ni hivi tu, sifahamu Moshi kwa kweli. Ndio maana nilikuwa Moshi ninaingiaje, lakini nikaambiwa unakwenda. Sasa baada ya kukataa kabisa, sasa wazee wakaniambia, mzee mmoja aliniambia, sasa singetaka kumtaja, ni baada ya kukaa balozi ananingojea karibu wiki 2 nimpe jibu, maana alinipa nafasi ya kwenda kusali. Yule baba mmoja, baba askofu, singependa kumtaja, akaniambia, ninakuomba umtii Baba Mtakatifu, nakuomba ukafie Moshi kwa utii kuliko kufia kama bila utii. Basi nikaamua nikafie Moshi kwa utii, nikaja hivyo. Haikuwa rahisi, lakini Mungu alisaidia, mambo yakaenda hivyo. Miaka 40 katika daraja takatifu ya upadre na miaka 25 katika daraja takatifu ya uaskofu. Je, kuna wakati amewahi kukata tamaa katika wito mtakatifu? Mimi sijakata tamaa, kwa sababu mimi napenda sana kusali na napenda sana kukaa karibu na Yesu. Sikujakata tamaa. Nyakati hizo zimekuja nyingi tu. Kwa sababu kuna wakati fulani nilikuwa Kahama, akaja mama mmoja Muitaliano. Sasa unajua Waitaliano, sasa mimi nimesoma Italy, wakawa walikuwa wananitangulia, wananitembelea kule kwa muda mrefu. Wakaniambia sasa wengine ni mapadi niliosoma nao, nimekaa Roma miaka 6 karibu 7. Ananiambia sasa wanapokuja Waitaliano, kwa mfano wakija, ni watu ambao kwa usio lazima wa kuombe ruhusa ya kuingia huko ndani. Akasema sasa mimi nataka kuingia ndani nione askofu analala wapi. Wakati wananiita Ludovico, wewe unalala wapi? Sasa akaenda kule ndani. Sasa ndio akaja akaniambia, una hakika wewe ni askofu Mkatoliki? Sasa ili niuma sana. Nikajiuliza kwa nini hivi? Ananiuliza hivyo. Nikaenda ikanitesa sana, na kwa kweli nikafikiria sasa, maana aliona kule ndani kulivyo. Akaniambia ni kwa nini? Akaendelea, ni dhambi gani ulitenda mpaka ukachaguliwa kuja kufanya mateso haya? Sikujibu. Sasa baadaye kama nafsi hiyo ilinitesa sana, nikaenda jioni, nikaenda angalia ile certificate ya Baba Mtakatifu, nikakuta ni kweli amenichagua Baba Mtakatifu, yani Paulo wa pili, tarehe 24 mwezi wa 4 2021. Ikanipa kitulizo, na pale amesema, kasema Bwana Baba Mtakatifu amenichagua, wao ongeongee tu na wakina mama hawa.
Kwa hiyo sasa kwenye kipindi kama hicho unaweza kukata tamaa, lakini sikukata tamaa nikasema hapana, haya ni mambo ya watu. Kwanza mimi ni askofu kabisa, nimechaguliwa na Papa Yohane Paulo wa pili. Nikaendelea kusali. Kwa hiyo katika mahangaiko ni lazima kujitupa mikononi mwa Mungu zaidi na zaidi, usiku na mchana. Tusikubali kuyapokea. Machi 19 mwaka 2020, Askofu Ludovick Minde alisimikwa rasmi kuwa askofu wa Jimbo Katoliki Moshi. Je, ni mambo gani aliyowapa kipaumbele kwa kuyafanyia kazi siku za awali za utume wake? Kwa kweli Jimbo la Moshi kwa jinsi ambavyo ni jimbo ambalo lina misingi tayari, alikuwa na shida kubwa. Wewe sema shida kubwa, siku ile nimeingia ndio ambayo sisi ile nimeingia na asimikwa, si ndio corona ametangaza tarehe 19, ndio ametangaza ulimwengu mzima kwamba sasa hakuna barabara zifungwe na maaskofu wakafungiwa pia hapa, kama mnakumbuka. Kwa hiyo walikuwa wamepanga kusali hapa Moshi, wakapaswa kuondoka, wakasali siku moja tu kumwomba Mwenyezi Mungu atuepushe na hilo janga, wakaondoka. Kwa hiyo ile sasa, si ndio sasa wengine wananiita askofu wa corona. Sasa hata ungeitwa askofu wa corona ukifurahi. Kwa hiyo sasa tumeanza hivyo, lakini Moshi kama ilivyo kuna mambo mengi ya matumaini tu. Wewe sema ni kwa vile tu basi mazoea yetu yalikuwa ni tumeshazoea Kahama, tunataka kufia Kahama. Mimi siyapata shida ya pekee, kama tatizo yapo mengine huwa hatuyasemi, yanabaki na sisi. Mengine hatuyasemi, lakini hakuna matatizo ya pekee kwa kweli. Moshi sina structure tayari. Moshi ina mapandi wengi wazuri. Moshi ina watawa wengi wazuri. Moshi ina waamini wengi wazuri. Moshi ina structures nyingi zinazotia matumaini. Kwa hiyo sema tu kwamba sasa kule, yani kwa kweli sikuwa nimejisikia nyumbani tu wakati ule, lakini sasa najisikia. Sasa hata ungekuwa ni wewe, lazima ujisikie nyumbani tu. Utakwenda wapi sasa kama ni askofu na umeshaambiwa ukafia Moshi? Tangu Disemba 2, 2019 hadi Septemba 4, 2022, Askofu Ludovick Minde alikuwa msimamizi wa kitume wa Jimbo Katoliki Kahama. Je, alipata ugumu gani kuongoza majimbo mawili kwa wakati mmoja? Kwa kweli ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu mimi kwa kweli napenda utume. Sinapenda utume. Sasa hilo pia ni unapopenda mno kitu kinaweza kuletea matatizo. Maana ujihurumii. Kweli nilikuwa naondoka hapa saa 9 usiku. Tunakwenda Kahama. Kwa bahati nzuri nitakuwa nasafiri na mapadi wangu. Tunakwenda Kahama. Unafika, lengo ni nini? Kwa sababu Kahama na wakati umeshaanza kuwa na kazi sana. Sio hakuna jimbo ambalo lina kazi. Pamoja na kwamba sio uwezo kulinganisha na Moshi, lakini tayari ni jimbo ambalo lina structure zake zote. Kwa hiyo linaendelea sana. Kwa hiyo sasa pale kazi zilikuwa nyingi. Kwa hiyo lengo langu la kuondoka mapema hivyo saa 9 ili yani kunaondoka saa 9, saa 6 tuko Kahama. Unakuta mabarua yako hivi, au unakuta salama utembelee Ushirombo kule, kuna sehemu ambayo kuangalia nini. Sasa askofu pia anapokuja akute ile liko vizuri, jamani atasemaje kwa nini iliachwa hivi? Kwa hiyo sasa kwa kweli ile ni kosti sana. Yani tukakaa siku 2, saa 9 tunaamka tena saa 9 kutoka Kahama kuja Moshi ili tufike hapa saa 6. Sasa ndio waanze kutembelea waanze kutembelea jimbo. Sijatembelea parokia siku wakati ule, siku na siku ni parokia 70 na ngapi. Sasa tembelee, sasa ni askofu gani hata ajui parokia siku wapi. Lakini mambo mengi bado kama askofu jimbo unakutaka kwa mezani. Kwa hiyo yani kwa kweli ilikuwa ni ngumu. Ndio tulikuwa tunasali askofu aje basi. Na pia kuja mapema. Tumekaa karibu miaka 2.5. Basi askofu akaja. Baada ya kuliongoza Jimbo Katoliki Moshi kwa takriban miaka 6, je, Askofu Ludovick Minde anawazungumziaje waamini kwa Jimbo Katoliki la Moshi? Maendeleo kwanza sio kwangu, ni ya mapadi na watu. Tunafanya kazi pamoja. Mimi kwa vile ni kiongozi tu natoa direction, lakini support kubwa kweli natoka kwa waamini. Kwa mimi sina cha pekee isipokuwa ninamshukuru Mungu kwamba ile picha nilikuwa nayo kwamba sasa sitapokelewa, sijakaa Moshi, yani sasa mapadi watanisikiliza, yani haijatokea.
haijatokea yani kwa wazi useme kabisa mapadri hapana. Hapa na pale kuna vialama, lakini hapana, watu ni wazuri tu kwa ujumla. Yani mapadri ni wazuri, watawa ni wazuri, watu wa Moshi ni wazuri. Kwa hiyo hii inakuwa ni msaada na matumaini makubwa sana kwa Askofu Jimbo. Je, nini kilimsukuma Askofu Minde kuanzisha sinodi ndani ya Jimbo Katoliki la Moshi? Askofu yote hata kama amesoma mahesabu anaweza kuanza sinodi. Ni hitaji la jimbo. Baba Askofu analifili, analihisi, analionja katika mzunguko wake wa jimbo. Anaona kwa kweli kuna mambo hapa ambayo yanahitaji kufanyiwa kazi, na sasa anapoliweka katika sala. Sinodi si hivi, msichukulie sinodi kwamba ni askofu. Kwa kweli sinodi ni tukio la Mungu, ni agizo la Mungu, ni agizo la Kristo. Yani sasa katika tafakari inakuja sasa, kweli jambo hili lifanyike, litafanya hali iwe nzuri zaidi. Tunahitaji mazungumzo, tunahitaji kuongea, watu wanahitaji kufundishwa zaidi, wanahitaji labda kutembelewa zaidi, labda kupendwa kwa karibu zaidi. Basi lakini alina uhusiano wote na somo ambalo amefundisha seminarini au alilolisoma, kwa sababu yani ni yoyote yule, hata kama amesoma physics anaweza kuanza sinodi. Baada ya miaka 6 ya kuliongoza Jimbo Katoliki Moshi, ni changamoto gani amekutana nazo katika utume wake jimboni humo? Changamoto sasa hasikosekani, ziko nyingi. Changamoto ambazo ni kwa mfano sasa ni hizo ambazo unasema ni kwa nini sinodi. Changamoto ni maumivu, ni kwa nini jimbo la Moshi ambalo sasa lina historia nzuri hivi, linasemwa hivi, ni la sala hivi, ni la maadili hivi. Yani unakuta sasa kuna hiyo, yani maadili yameteremka kiasi kikubwa sana. Yani kwa mfano unapoangalia sasa, kwa mfano hayo mambo ya pombe, watu ni walevi. Hatukufikiria kule zamani uone kwamba watu ni wanakunywa pombe mpaka wanalewa, na wakina mama wako ndani. Wakina mama walikuwa zamani hawalewi, hawanywi pombe kabisa, ni maji tu. Siku hizo wanakunywa nyingi tu, bia nyingi mpaka wanaanguka huko barabarani. Sasa unaona vitu ya namna hiyo. Lakini pia pombe kali, pombe haramu inatengenezwa katika ndani ya jimbo la Moshi, pombe haramu. Lakini pia hiyo tunaita nani, imani mkorogo. Sasa hapa mnafahamu kwamba Moshi mnakumbuka hata Jumamosi nimesali misa ya kwanza Pofo. Yani Moshi ni watu wa kwanza kabisa kupokea imani, watu wa kwanza kupokea imani hata hapa Tanzania, hata hapa mlimani, kwa sababu wale wa misionari walipokuja walianza kusali misa pale Pofo. Walikuwa wametokea Zanzibar sijui wanasema, wakatokea Zanzibar, alafu wakaja hivyo sijui wakatokea sehemu gani hapo, wakajitokezea pale Pofo. Tarehe ngapi? Tarehe 15 mwezi wa 8, tarehe 15, sherehe ya Bikira Maria mpalizwa mbinguni, mwezi wa 8 mwaka 1890. Misa ya kwanza imesomwa pale Pofo. Ndio maana tukataja parokia pale, ni mahali pa maana sana. Misa ya kwanza katika jimbo la Moshi. Alafu wakafungua wakaenda sasa, wakaanza kuweka vituo au mahema Kilema mama pale tunaposema ni parokia Bikira Maria mama wa Lourdes. Alafu wakaenda Mkuu, ni parokia ya Mtakatifu Katarina wa Siena. Alafu wakaenda Kibosho, parokia Bikira Maria mpalizwa mbinguni. Hizo ndizo sasa unapokuta kwamba yani kwa kweli Moshi tumeanzia mbali hivyo, na nani kastawi sana. Basi maisha ya sala yakastawi sana, maisha ya imani, maisha ya maadili. Basi alafu kuja mambo mengine ya shule, ya hospitali. Sasa unapoona kwamba kuna mambo kama hayo, ni kati yale mambo ambayo hatungetamani tuyaone. Kwa nini kweli tuwe na mapungufu ya namna hiyo? Jimbo la Moshi ametoka wapi?
na tuna zawadi nzuri ya mapadri, zawadi nzuri ya watawa, zawadi nzuri ya waamini. Wakristo wengi bado ni wazuri tu, na yani hawajajiingiza kwenye hayo mamtakataka. Kwa hiyo tungependa yatoke. Kwa nini yanatoka wapi kwenye jimbo la Moshi kwa wingi namna hiyo? Masuria, unaona sasa hivi nina mzunguko wa kutana masuria. Sijui kama mliona hapo mjini walikuja wangapi kwenye vikarieti ya Moshi, na kwenye vikarieti ya Rombo walikuwa mangapi? Juzi tulikuwa vikarieti ya Hai, kesho tunaenda vikarieti ya Vunjo, sijui atakuwa wangapi. Ni wengi. Lakini uzuri na wapenda ni watii na wanyenyekevu wamekuja. Maana ameitwa na askofu. Kwa hiyo ni watoto wetu, ni vijana wetu wako vizuri tu. Labda pia kwa sababu ulimwengu sasa hivi hawajioni hata kwamba kwa kweli kuna shida kubwa. Labda shida kubwa iko kwa askofu na kwa mapadri. Kwa hiyo yani ni mambo ambayo tunaumia, ametoka wapi? Kwa nini yameingia? Ndio maana sinodi pia, na ndio maana ya sala zetu na mapambano yetu yatoke, si mahali pake. Na hapo tunafika tamati ya mazungumzo yetu maalum yaliyolenga kuangazia safari miaka 40 ya upadre na miaka 25 ya uaskofu wa Mhashamu Ludovick Joseph Minde, askofu wa Jimbo Katoliki Moshi. Miaka 40 ya upadre na miaka 25 ya uaskofu si idadi ya miaka pekee, bali ni historia ya safari ya kumtumikia Mwenyezi Mungu na watu wake. Historia yenye changamoto, mafanikio, masomo, kumbukumbu na matunda ya utume. Tunapoitazama safari hii, tunakumbushwa pia thamani ya wito wa kikuhani na uaskofu na wajibu wake wa kila mmoja wetu kutumia wito na karama alizopewa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kujenga kanisa na jamii. Kwa niaba ya timu nzima iliyohusika katika utayarishaji wa kipindi hiki, akiwemo Adelina Urassa na Cleophas Laswai, mimi ni Eric Pasco Jr. Asante na kwaheri kwa sasa. Njoo wangu mfariji, yako shusha mapaji, Roho Mungu njoo wangu mfariji, yako shusha mapaji, Roho Mungu njoo, hekima nishushie, Mungu nimfuasie, Roho Mungu njoo wangu mfariji, yako shusha mapaji, Roho Mungu njoo. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Moyo mtakatifu wa Yesu, Bikira Maria mama wa kanisa, Bikira Maria malkia wa mitume, Bikira Maria msaada wa daima, Mtakatifu Yosefu, malaika na watakatifu wote wa Mungu, roho za waamini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Jioni njema.